Pigie Bwana Yesu makofi. Mwingine, unaposikia msamaha una maana gani? Au wewe unapomwambia mtu amekuja, Bwana naomba unisamehe, ukamwambia Bwana nimekusamehe tayari, una maana gani kusema wewe umemsamehe? Maana yake ni nini? Karibu Betha. Kwa nguvu, Sasa Betha amesema ni ile hali ya kutoa msamaha. Kwa hiyo maana yake kuna kitu mtu amekukosea, ndio maana lazima umsamehe, si ndio? Kwa hiyo maana yake kuna kukosewa. Na ndio maana kukawa na kitu kinachoitwa msamaha. Mwingine? Mama karibu. Ndio mama. Wow. Wow. Mpigie Bwana Yesu makofi. Mama amezungumza vitu vya msingi sana. Akasema cha kwanza kuna dukuduku, si ndio? Lakini akasema huyu mwenye dukuduku akimuona yule mtu aliyemkosea anasikia ndani panachemka. Yaani anasikia hasira kwamba huyu kwa nini yupo? I wish hata afi nisimuone kabisa. Si ndio? Lakini mama anasema unaondoa lile dukuduku. Alafu amezungumza kitu kingine kwamba unaweka amani moyoni mwako. Si ndio? Karibu mama mchungaji. Hujasoma notes zangu kweli wewe? Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni kuachilia madai yanayostahili adhabu. Kwa hiyo maana kuna kitu mtu amekifanya anastahili adhabu, lakini msamaha maana yake unaachilia, si ndio? Mwingine? Amina, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuna mauzi. Yaani kuna mtu amekufanyia mauzi mengi. Kuna watu wanauzi kumbe. Kwa hiyo mtu amekufanyia mauzi mengi, si ndio? Lakini unaamua kuyaacha hayo mauzi. Ndio msamaha. Kuna mwalimu mwingine? Soma leo uzuri sana. Unaongezea? Haya, ongezea. Wow. Mpigie Bwana Yesu makofi. Sasa Kevi ameongezea, amesema unatoa lile uchungu, si ndio? Kosa. Kama mtu amekukosea, hilo kosa limekaa katika moyo wako. Lakini amesema kwamba unamsamehe, alafu amesema unamtangazia kwamba umemsamehe. Maana yake unatoa ile hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine kabla siendelea? Karibu. Kwa nguvu. Msamaha ni ile hali ya kuachilia kile ambacho kilikuwa ni kama kitu ambacho mtu anastahili kukipata kutokana na yale mambo ambayo alikuwa ameyafanya, na kuwa na amani timilifu unapomuona. Msamaha ni ile hali ya kumwachilia mtu na kuyasahau yale ambayo unaweza ukafikiri anayastahili kutokana na yale mambo ambayo ameyafanya, na kuwa na amani timilifu hata unapomuona huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amesema kumwachilia mtu. Kwa hiyo kumbe kuna kumshikilia mtu, si ndio? Si ndio? Kwa hiyo msamaha maana yake kuhakikisha kwamba ndani mwako haujamshikilia mtu. Na ili kipimo kwamba kweli huyu mtu umemsamehe, hata unapokutana naye una amani moyoni mwako. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie makofi Bwana Yesu. Alafu wapigie makofi waliojibu. Wamejibu vizuri. Alafu nisomee Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 5:19. Kwa hiyo mmezungumza kweli kabisa, hizo definitions zote ni kuhusu msamaha. Mko sahihi. Kwa tunaendelea.
Kwa hiyo kingine, kwenye msamaha hakuna kuhesabu makosa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini tunazungumza kuhusu msamaha? Tumesema mwezi huu Mungu, wema wa Mungu na fadhili za Mungu tutaziona katika maisha yetu, si ndio? Lakini ili uweze kuona wema wa Mungu na fadhili za Mungu katika maisha yako, Mungu anataka uwe mtu wa msamaha. Kwa sababu msamaha ni tabia ya Mungu, si ndio? Maandiko yanasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Kama Mungu tulimkosea, lakini japokuwa tumemkosea akasema haiwezekani, nitatoa mwanangu wa pekee. Hakuna mtu aliyemlipa Mungu. Ili kupitia Kristo Mungu anakusamehe. Na ndio maana amesema hata kama dhambi zikiwa nyekundu, maana yake Mungu anasema hata dhambi iweje atakusamehe tu. Kwa hiyo kigezo kingine cha kuonyesha kwamba wewe umesamehe au uhesabu makosa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna wakati kuna mtu anaanza kukalculate, kupiga mahesabu. Huyu Kevi alinikosea hivi. Nakumbuka tarehe fulani alinikosea hivi. Kuna siku alifanya hivi, akafanya hivi. Lakini maandiko yanasema ili uwe msamaha, kwenye msamaha hakuna kuhesabu makosa uliokosewa. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee mwanangu kama umepata hilo andiko. Wakorintho wa 2:5-19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo kupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Anasema asiwahesabie watu makosa yao. Kwa hiyo kama Mungu hahesabu makosa yangu mimi, kwa nini mimi ninahesabu makosa ya mtu aliyenikosea? Bwana Yesu asifiwe. Sisi si ni wa Kristo. Maana yake tunamfuata Kristo, si ndio? Kwa hiyo jinsi alivyo Kristo ndivyo ni mimi jinsi nilivyo. Kuna wakati Yesu, maandiko yanaonyesha, alikuwa kisimani, alikuwa na yule mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba. Alikuwa na wanaume zaidi ya mmoja. Wanafunzi wakasema hivi, huyu anajua hata aliyekaa naye kama huyu ana makosa. Anajua kabisa yule aliyekaa naye jinsi dhambi zilizokuwa nazo. Na kuna wakati kuna mama mmoja alikamatwa kwa kosa la kufanya dhambi ya uzinzi. Wakampeleka kwa mwalimu, kwa Yesu. Wakamwambia, "He Bwana, umeona huyu mama amefanya hili kosa. Tunamfanyaje?" Sio kama walikuwa wanajua kwamba sheria ya Torati kwamba mtu akikutwa na dhambi ya uzinzi anapigwa mawe mpaka anakufa. Wakaenda wakamwambia Bwana Yesu, "Tunamfanyaje huyu?" Yesu akachola chini. Akawaambia, "Sikiliza niwaambieni. Anayejiona kama yeye ni mtakatifu, hana dhambi yoyote, achukue jiwe lile pale wao kwanza kumpiga huyo mama." Wale watu wakajiangalia, wakajichunguza kwa yeye. Kila mtu akijiangaza, anajiona aisee hapa hapana. Hapa mimi kuna sehemu nimechemka. Anakimbia, anaingia mitini. Mwingine wote wakakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hauhesabu makosa. Hiyo ndio tafsiri ya msamaha wa kweli. Lakini pointi nyingine nasema kwamba msamaha, ukiacha na habari ya kuhesabu makosa, ni kutokukumbuka yale mabaya uliyokosewa. Sema kutokukumbuka. Maana yake ni nini? Unapozungumzia msamaha, unazungumzia yale makosa mtu aliyokufanyia, kutoyakumbuka. Maana yake kuyatupilia mbali, alafu kuendelea na maisha. Kwa hiyo ukiona unakumbuka kile kitu ambacho Mungu amekosea, mtu amekosea, maana yake hujasamehe bado. Maandiko yanasema kutokukumbuka. Ndio maana hata Mungu anasema wala sitakumbuka dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kitu, msamaha ni kitu ambacho kimewafanya wengi washindwe kusogea hatua nyingine kwa sababu wameshindwa kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaomba na kuomba, ukafanya na vile unavyoweza kufanya, ukafunga, ukafanya vitu vyote, lakini kuna eneo la kusamehe. Kama umeshindwa kusamehe, utamuona Mungu hata kama unaomba. Tutaona huko mbele. Kwa hiyo msamaha, nisomee Isaya 43:25, nifungulia la kalaka. Kwa hiyo msamaha ni kutokukumbuka yale ambayo mtu amekukosea. Sasa unaweza kusema, mtumishi, nitawezaje kusahau? Mtu kanifanya tukio moja zito, kanipiga kitu kizito, nitasahau vipi hilo tukio? Kama Mungu hakumbuki makosa yako, kwa nini wewe ushindwe kuacha kukumbuka? Kwani wewe na Mungu nani zaidi? Si Mungu.
Lakini maandiko yanasema Mungu yeye aliyekuumba anasema wala sitokumbuka dhambi zako. Kumbuka yeye ni Mungu. Nisomee kama umepata. Nisomee haraka haraka. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako. Kwa ajili yangu mwenyewe. Anasema kwa ajili yake yeye mwenyewe. Maana yake nini? Maana yake wewe yani hakuna unachokifanya ili Mungu aweze kufuta makosa yako, lakini Mungu kaamua kwa neema yake kufuta makosa yetu. Wala sitazikumbuka dhambi zako. Amesema sitozikumbuka dhambi zako. Kwa hiyo ukishaona huyu amenikosea, ninakaa naanza sasa kufikiria yale yote mabaya aliyonitendea. Ninaanza kutafakari, amefanya A, akafanya B, akafanya C, akafanya D, halafu kuna siku akafanya hivi. Sikiliza, hapo hujamsamehe. Maandiko yanasema kutokukumbuka, manake hauto count, hauto hesabu kile alichokosea. Unaacha kipite. Sema unaacha kipite. Sema unaacha kipite. Alafu unasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza kuandika, andika, tutakusaidia sana. Nisomee Efeso 4:32. Efeso 4:32. Anasemaje? Haraka. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Kama Mungu. Kwa hiyo Mungu anapozungumza na wewe na mimi katika habari ya kusamehe, anasema kama Mungu alivyo nini? Alivyotusamehe, si ndio? Manake anaonyesha kwamba asili ya hali ya kusamehe ni Mungu. Manake Mungu ndiye aliyekuwa wa kwanza kutusamehe sisi. Na kama ili wewe uwe wa Mungu, manake ni sharti ufanye yale Mungu anayotaka. Ni sharti usamehe. Kwa hiyo kusamehe ni lazima. Mwambie ndugu yako kusamehe ni lazima. Maadamu umeokoka, unampenda Kristo na upo katika safari ya mbinguni, kusamehe ni lazima. Sema ni lazima. Wangapi wamenipata vizuri? Wangapi tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposamehe, maana yake unatembea katika pendo la Mungu. Unaposamehe, maana yake sio wewe ila Mungu anatembea ndani mwako, kwa sababu kusamehe ni tabia ya kiungu. Sasa kipimo cha kuonyesha kama mimi Dani ninatembea na Mungu ni kiwango changu cha kusamehe watu wanavyonikosea. Kwa hiyo nikijichunguza Dani nikaona kwamba wanaonikosea bado naendelea kuwabeba, bado nashindwa kuwasamehe, hapo ndugu yangu hautembei na Mungu, unatembea mwenyewe. Sema mwenyewe. Hauwezi ukawa na pendo la Mungu alafu unashindwa kusamehe. Si kweli. Kwa sababu Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, si ndio? Na kama Mungu ni pendo, Mungu anasamehe. Na kama Mungu yuko ndani mwako, lazima usamehe. Yaani kusamehe kwako hautokulazimisha eti mpaka mtu akulazimishe. Tayari mtu amekosea, umeshamsamehe kwa sababu pendo la Mungu lipo kwako. Mpigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakati nisomee Warumi 12:19. Utaona kwamba anayesamehe alipizi kisasi. Sema alipizi kisasi. Unajua maana ya kisasi? Kisasi ni kwamba mtu amekufanyia baya sana, lakini amekufanyia baya, unasema haiwezekani, nitalipiza tu kisasi. Vijana mpo? Unakuta kijana maskini wao kwenye uhusiano, basi mwenzao kama ni binti au kijana akampiga tukio zito. Sema tukio zito. Anasema huyu mtu siwezi kumsamehe. Na kama siwezi kusamehe nitalipiza. Kuanzia leo wadada wote nitawaumiza, au wakaka wote watakuja mbele zangu nitawaumiza. Maana yake hataka kulipiza kisasi. Naam? Mama mama akaniambia kingine kwamba nimemsamehe lakini sitosahau. Maana yake ninamsamehe alafu nini? Nitaendelea kukumbuka makosa yake, si ndio? Nisomee maandiko yanasemaje? Wapenzi, msijilipize kisasi. Kisheni ghadhabu ya Mungu. Imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi. Mimi nitalipa, anena Bwana. Kwa hiyo kumbe kisasi ni kazi ya nani? Ni kazi ya Mungu.
Kwa hiyo wewe kazi yako sio kulipiza kisasi, kazi yako ni kusamehe. Kama mtu amekufanyia kosa, Mungu mwachie Mungu, hasira ni ya Mungu. Wewe usijiingize kwenye hasira ya Mungu. Yaani usijifanye, yaani unajua ukilipiza kisasi manake wewe umechukua nafasi ya Mungu. Kwa sababu maandiko yanazungumza wazi kwamba Mungu ndiye anayelipiza kisasi. Si ndio? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo kama Mungu ndiye anayelipiza kisasi, wewe ukilipiza kisasi manake umechukua nafasi ya Baba wa mbinguni. Sasa umechukua nafasi ya Baba wa mbinguni. Unaweza ukashangaa asila ambayo Mungu ilikuwa mfanyie mwingine na kuja kwako kwa sababu umechukua nafasi ya Mungu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Okay, anasema nisomee na Marko 11:25. Marko 11:25. Takimbia haraka haraka lakini jitahidi uandike. Kama unaandika jitahidi uandike haraka haraka. Nisomee Marko 11:25 inasemaje? Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Hebu soma kwa nguvu kabisa. Kwa nguvu ili nisikie vizuri. Nanyi kila msimamapo na kusali. Anasema kila msimamapo na kusali. Maana yake ukienda mbele za Mungu, sasa ninakwenda kumwomba Mungu, si ndio? Alafu anasema sameheni mkiwa na neno juu ya mtu. Ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema kila unapoenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba, kabla ya kuomba hakikisha kwamba hauna neno juu ya ndugu yako, maana yake hakikisha kwamba umesamehe. Si ndio? Na Mungu maandiko yanasema usiposamehe Baba yako wa mbinguni naye akusamehe. Tuko pamoja? Si mnanielewa jamani? Huko nyuma mnasikia vizuri? Tuko pamoja, si ndio? Anasema usiposamehe Baba yako wa mbinguni. Kwa hiyo kumbe Bwana, ili Mungu anisamehe mimi, lazima mimi nisamehe wengine. Kwa hiyo hata nikienda mbele za Mungu, Mungu naomba nirehemu, naomba damu ya mwana kondoo ipite. Mungu naomba nitakase. Mungu naomba nisafishe, nimefanya dhambi. Unaomba na kuomba na kuomba. Sikiliza, kama haujasamehe Mungu anakuangalia alafu aendelea mambo yake mengine. Kwa sababu ili Mungu akusamehe lazima naye usamehe. Alafu amesema ukienda mbele za Mungu. Kwa hiyo usije ukaenda kumuomba Mungu kabla haujasamehe aliyekukosea. Tuko pamoja? Kama tuko pamoja, nyosha mkono wako hivi juu. Sinaeleweka vizuri lakini? Yaani kama haujamuomba Mungu, kabla hujaomba, hakikisha kwamba aliyekukosea umemwambia nisamehe au umemsamehe. Maana yake nini? Usipomsamehe mtu ukienda mbele za Mungu, unaweza ukaomba, ukanena kwa lugha, rabashanda labasaka, ukanena na kunena, ukafanya vitu vyote. Alafu maskini ya Mungu kumbe huko mwenyewe, wala Mungu hana mpango na maombi yako. Hana habari na maombi yako. Unaweza kuomba hata masaa 4-5. Unajua maandiko yanasema Mungu ni mwenye haki na anatembea katika haki. Kwa hiyo Mungu anapokuambia kabla ya kuomba, hakikisha hakuna neno, hakikisha ndani mwako umemsamehe ndugu yako. Alafu ukimsamehe ndugu yako ukienda mbele za Mungu kuomba, yaani unaona mbingu nyepesi kabisa, yaani unatoboa, unamtafuta Baba alipo. Kwani unajua maandiko yanasema hivi, na ujasiri tulionao ndio huu, kutembea au kusogea patakatifu pake kwa damu ya Yesu. Maandiko yanasema tuna ujasiri wa kufika patakatifu kwa Mungu kupitia damu ya mwana kondoo. Unapozungumzia damu ya mwana kondoo unazungumzia msamaha. Ni kwa sababu ya damu iliyotusamehe tuna ujasiri wa kusogea mbele za Mungu. Kwa hiyo pasipo msamaha hatuwezi kusogea mbele za Mungu. Kwa hiyo kama haujamsamehe alikukosea, hauwezi kusogea mbele za Mungu. Pigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma Mathayo 18:22. Utasoma nyumbani 18:22. Au nisomee haraka. Mathayo 18:22. Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7. Bali hata 7 mara 70. Rudi nyuma kidogo mstari wa juu wake. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7. Bali hata 7 mara 70. Amen. Yaani ndugu yako akikosea hata mara 7 mara 70. 7 mara 70 ni ngapi? Mathematicians. 7 mara 70 ni ngapi? 190, si ndio? Kwa hiyo hata kama mtu akikosea mara 190 endelea kumsamehe.
Hesabu ya Biblia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi mtu amekutendea mara ngapi. Yaani wewe jukumu lako, kwa sababu wewe unamjua Mungu, unataka ufike mbinguni, na kuna eneo unataka usogee, unataka Mungu afanye vitu katika maisha yako, hata akikosa mara ngapi, wewe msamehe tu. Alafu ukishamsamehe, Mungu mwenyewe atamshughulikia. Wala sio wewe, sio kazi yako. Ila kama ni shida anahitaji kushughulikiwa na Mungu, Mungu atamshughulikia vizuri. Lakini wewe msamehe. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa anasema msiposamehe jirani zenu, na Baba wa mbinguni hatawasamehe. Kwa hiyo basi, unajua kutokusamehe pia ni gereza. Mwambie ndugu yako ni gereza. Wangapi wanajua gereza au wamesha kusikia neno linaloitwa gereza? Si umesikia gereza, si ndio? Gereza nini? Gereza si mahali ambapo watu wafungwa wanawekwa, si ndio? Maana yake wafungwa wanakuwa hawana uhuru. Wako chini ya mtu. Yaani mfungwa hawezi akajiamulia tu, leo nataka niende Kariakoo. Wewe si uko huru bwana. Wewe ukijisikia tu leo weekend. Leo ngoja niende Memansini kale pizza. Ngoja niende nikale kwa KFC. Kwa sababu wewe uko huru, lakini mfungwa hana huo uhuru. Hawezi kujiamulia kitu mpaka ule bwana wake mkuu wa gereza ndo amue kwamba wewe sasa unakwenda huku na kwenda huku. Kuna utaratibu. Kwa hiyo kutokusamehe kuna kuweka wewe kwenye gereza la kiroho. Maana yake ni nini? Gereza la kiroho maana yake kuna vitu utavikosa, kuna mahala utashindwa kwenda katika maisha yako. Kuna vitu vingine hauwezi kuvipata. Kuna eneo la kuinuliwa hauwezi kusogea, ni kwa sababu ya umeshindwa kusamehe. Kwa hiyo kutokusamehe unakuwa umejiingiza katika gereza. Kama unaweza kuandika andika kama kutokusamehe unajiingiza kwenye gereza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiposamehe maana yake umejiingiza katika gereza. Maana kuna wakati utamwambia Mungu naomba unibariki, Baba naomba unibariki, Baba nataka nikuone, Mungu naomba unisaidie, Baba kuna eneo naomba unisaidie, lakini Mungu atashindwa kukusaidia ni kwa sababu tayari upo katika gereza. Hivi ngoja nikupe siri. Unajua kuna vifungo vingine, kuna kufunguliwa kwingine, kuna mambo mengine kwenye maisha yako yanaweza kafunguka pale tu utakapotangaza umemsamehe mtu. Umenielewa vizuri? Kuna vitu vingine hauhitaji mtu mtumishi wa Mungu akuwekee mkono. Yaani wewe ukisamehe tu na ukaacha kabisa, ukaachilia kabisa, tayari kuna baraka zimeachiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini unatakiwa usamehe? Nisomee Luka 17:1-4. Nisomee Luka 17:1-4. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja. Makwazo hayana budi kuja. Lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, akatupwe baharini kuliko kumkosesha mmoja wapo wa wadogo hao. Jilindeni, kama ndugu yako akikukosa, onye, akitubu msamehe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema makwazo hayana budi kuja. Ni kwa nini usamehe? Unatakiwa usamehe kwa sababu makwazo hayana budi kuja. Maana yake makwazo hayawezi kuisha, hata kuja tu. Unajua katika maisha, sikiza nikwambie kitu kitakusaidia. Katika maisha hatufanani. Sema hatufanani. Sema hatufanani. Yaani hapa kila mmoja akinitajia kabila lake, makabila mengine unaweza hata hujawahi kuyasikia katika dunia hii. Lakini kumbe hapo Tanzania. Kila mmoja kuna namna alivyolelewa huko alipotoka. Kila mmoja kuna namna ametoka katika desturi yao fulani, huko jinsi alivyokulia huko. Na kila mmoja kuna namna ambayo amelelewa. Kwa hiyo mnapokutana katika eneo moja, hamwezi wote mkaongea lugha moja. Hamwezi. Yaani kuna mtu mwingine kwanza kukwaza anaona furaha. Yaani anajisikia vizuri kukwaza. Yaani anajisikia vizuri, yaani akupige tukio tu ukasirike, yeye ndo anafurahi. Maandiko yanasema makwazo hayana budi kuja. Maana yake nini? Unapoishi katika dunia hii, tegemea watu wengi watakuja kukwaza wewe. Tegemea. Watakuja. Hauishi peke yako, hauishi na malaika, unaishi na watu.
ambao kila mmoja ana tabia yake asili, kila mmoja kuna namna jinsi alivyokuwa. Ndio maana maandiko yanasema makwazo hayana budi kuja. Lakini tunakuja pointi nyingine. Si nimezungumza kuhusu kusamehe? Lakini maandiko yanatuambia pia usiwe sababu ya kukwaza watu. Anasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake anayekuwa chanzo cha makwazo. Akasema ingemfaa mtu huyo lile jiwe kubwa la kusagia likafungwe shingoni mwake, alafu akatoswe baharini. Maana yake aende kufa huko. Jamani, sio mimi, ni Biblia. Sije mkaanza kunikimbiza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema samehe mtu, lakini anasema ole wake anayekuwa chanzo cha kusababisha mtu mwingine akwazike. Manake ni manake usiwe sababu ya kukwaza watu. Najua tunaishi sehemu mbalimbali, tunatoka sehemu mbalimbali, kila mmoja na mtaani kwa, kila ametoka katika nyumba hii. Unapokuwa huko unapoishi nyumbani, ukawe balozi mzuri wa Bwana Yesu. Na ndio maana tunakuja kanisani. Kwa nini? Kanisani tunakuja ili kutengenezwa tuzidi kuwa mabalozi wa Yesu, tumwakilishe Kristo. Ina maana unapokuwa uko nyumbani, nikimuona mtumishi fulani nasema huyu hivi. Unajua kuna wakati mtu unaweza usimwambie kama umeokoka, lakini akajua umeokoka. Unajua hilo? Unajua kuna wakati nakumbuka nilikuwa natembea sehemu fulani Kijichi. Nilipita, kuna kitu nilikuwa nimeenda kununua. Nashangaa mtu ananiambia mchungaji. Tena wakati wote nilikuwa sijui hata kama nitakuja kwa mchungaji, sijui. Lakini mtu ananiambia mchungaji, endelea bwana. Na kwa sababu nilikuwa na mke wangu, tulikuwa sehemu fulani tulipita hivi. Watu wakatuona wakataka tuombe lift. Wachungaji watumishi, tamengwa tuje tuombe lift kwa wachungaji. Ni kwa nini? Hujamwambia mtu mchungaji, lakini anakujua ni mchungaji. Anasema nuru yenu na iangaze mbele ya watu wote, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Bwana Yesu. Kwa hiyo unapoishi wewe umebeba picha ya Kristo. Kwa hiyo mtaani kwenu watu kama wana shida, wakitamani msaada, kumtafuta mlokole, watakutafuta. Na wala hautojitambulisha, ila watakutafuta. Yaani mtu inawezekana hujawahi kumtambulisha, lakini kwa sababu ya matendo yako na kwa sababu unaishi katika Ukristo, unamaanisha kuwa Mkristo. Kwa hiyo mtu hata akiwa na shida, akikuona asema huyu atakuwa mlokole. Njoo bwana, naomba unisaidie na ile na ile, hujamwambia. Lakini Kristo anaonekana, sio wewe. Kwa nini kwaje kwa Petro? Petro alikuwa anataka kumkana Yesu. Mimi Yesu simjui, akamwambia wewe usichanganye sisi. Hata kutembea yako unatembea kama Kristo. Hata kuongea yako unasema mimi simjui Yesu, lakini jinsi ulivyoongea ni kama Yesu alivyokuwa anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika maofisi, wengine tuko mtaani huko, wengine wako maofisini, wengine hapo katika biashara zao, wengine wanafunzi. Tamani kila unapokuwa umwakilishe Kristo, na watu wakikuona wewe wamuone Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yule anayekuwa chanzo cha kusababisha hayo makwazo. Lakini kingine anasema na kama akikosa muonye, si ndio? Amesema akikukosa muonye, alafu akitubu msamehe. Tuko pamoja? Anasema akikukosa muonye. Maana yake ni nini? Katika maisha haya, kama kuna mtu amekufanyia jambo, usitembee na jambo, hakikisha unamwambia kwamba umelikosea. Hiyo unasikia vizuri? Yaani usitembee, unajua kuna mtu anaweza kukukosea, alafu yeye asijue kama amekukosea. Alafu unatembea unasema huyu amenikosea, na unaendelea kuumia kama amenikosea. Maskini ya Mungu, yeye hajui kama amekukosea. Kwa hiyo unapoona maandiko yanasema mtu akikosea msamehe, muonye. Kuna kitu umenifanyia sijakielewa. Nasema kuna siku kuna kitu sijakielewa. Ambe mtumishi, kumbe nilikukwaza. Mimi sikujua kama nimekwaza. Mimi nilikuwa nakutania. Kumbe nakutana sindio kama mtania. Alafu ukalibeba ukaondoka nalo kwamba huyu amenikosea. Kwa nini kafanya vile? Kwa nini hivi ananichukuliaje mimi? Kijana mdogo kabisa yule, nitamkomesha. Bwana Yesu asifiwe. Alafu amesema akitubu msamehe. Lakini pia na wewe kubali kuonywa.
Mtu anapokuja, kama umefanya kosa, mtu akikuonya, kubali kuonya. Usipokubali kuonya, sio tabia ya Mungu. Wale wa Kristo wanapokosea wanakubali kuonya, alafu anajirekebisha. Mpigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo ikitokea umefanya kosa, alafu mtu akakuonya, ukakwazika au ukazila, jua Kristo yuko ndani mwako. Maana ndani mwako umebeba roho ya kiburi, kwamba wewe ni bora, wewe hautokosea, wewe ni mkamilifu. Na maana pia unakwenda kupinga maandiko yanayosema kwa kuwa wote wamefanya dhambi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Unapinga maandiko hayo. Pigia Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo inapotokea mtu amekuja amekuonya, bwana Catherine, kuna sehemu umenikosea. Nimekosea. Basi naomba unisamehe ndugu yangu. Unajua kuna wakati mwingine ili kutengeneza, maandiko yanasema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Kuna wakati mwingine wewe jishushe, jifanye hata kama umekosea ili kuweza kurudisha amani iliyopotea. Umeelewa? Umeelewa? Sio kila mara ujihesabie kama wewe una hatia. Usijihesabie kila mara kwamba wewe you are perfect. Kuna wakati ndio uko sahihi, lakini ili utengeneze unashuka. I say, kwa hiyo mimi nimekosea ndugu yangu, ila naomba nisamehe. Hivi kwani kinakupunguzia kitu gani? Utapungukia na nini? Hapunguki kitu. Ukifanya hicho kitu Mungu atashangaa, huyu ana tabia ya kwangu. Na ndio hapo utakapotembea na kubeba picha ya Yesu unapokuwa mtaani kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu ninachotamani kama Bwana Yesu ajivunie nyie popote mnapokuwa. Tuko pamoja? Kwa hiyo mtu akikosea msamehe, akitubu. Mtu akikosea msamehe. Kwa hiyo nimesema nini? Kubali kuonywa. Anayekubali kuonywa, huyo ana tabia ya unyenyekevu, ana tabia ya Mungu. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kukaa na watu. Mimi nakumbuka kuna wakati sikwambii sehemu gani, lakini kuna vitu kabisa ambavyo najua hivi vitu mimi nimesingiziwa sijavifanya. Najua kabisa 100% mimi nina haki kabisa. Nina haki kabisa. Lakini naambia naomba unisamehe. Alafu namshika mkono, unarejesha mahusiano. Unajua Mungu atakapokuangalia atakuona mwanangu una akili. Na atakuona mwanangu umetoboza. Kuna eneo lazima nikupeleke kwa sababu una akili. Kuna maeneo mengine Mungu anakupeleka kwa sababu una akili na una uwezo wa kutatua mambo. Unajua duniani na makwazo mengi, ina kila aina ya vurugu. Na kuna wakati Mungu anaangalia, anataka aone kipimo cha kuona kwamba wewe umekuwa. Ili Mungu akuone umekuwa, ni namna gani unavyoweza kuishi katikati ya watu wanaokukwaza, kuishi katikati ya watu ambao wanakukosea, kuishi katika wakati ambao watu wanakuenea mabaya, lakini wewe una survive, unaishi, bado una amani, bado unawasamehe watu, na bado unapambana kuishi kwa amani. Mungu anasema huyu ana akili, anafaa kuwa kiongozi. Si unajua kwamba wewe ni kiongozi? Wewe ni kiongozi. Sasa kuna vitu vingine ili Mungu akuamini, anaangalia uwezo wako wa kuweza kuishi katikati ya matatizo. Utaishije? Utasustain vipi? Yaani utawezaje kuhimili matatizo, changamoto, watu wanakuzungumzia mabaya, upande wao wanakukosea, upande wao wanakukwaza, upande wao wanakuambia wewe hamna kitu, zero, upande, yaani kila mmoja anakuwa na la kwake analokuambia. Mungu anakuangalia katika haya mazingira, mwanangu ataishi vipi? Ataweza au hatoweza? Ukishindwa umefeli, ukifaulu Mungu anakuamini kupeleka eneo lingine. Unajua kuna vitu vingine unapitia katika maisha yako, ni Mungu anaruhusu kuamini ili anataka kuamini. Anaruhusu tukwaze. Yeye unashangaa mtumishi hujamkosea Eunice. Hujamkosea chochote. Lakini mtu anambia Eunice kwa hivi na hivi na hivi na hivi. Hujakaa sawa, unasikia kingine Eunice nimesikia kwa watu wanakuambia hivi na hivi. Hujakaa sawa, mtu anakuzoshia Eunice ameniibia hela bwana. Sisi mtu amekuwa na tabia ya wizi, kaniibia hela. Nimeacha pochi yangu hapa ilikuwa na 10,000 kanisani, nimetoka tu hapo nimeenda washroom siyakuta 10,000. Huyu ni Eunice tu. Hata ukimwangalia, yani amekaa kuibaiba. Yaani mtu anakuwa na picha yake, yani anakapicha kake anatembea nako.
Lakini unaangalia maskini mimi, jamani, baba mimi toka nimejifunza, mimi toka hili. Sasa wewe sasa kama haumjui Mungu unaanza kutafakari. Hivi unakaa mwenyewe chumbani maskini unalia. Hivi Mungu kweli mimi wanachukulia? Hivi kweli Mungu mimi kweli mimi kuiba 10,000 kweli? Kwani Mungu mimi nimekosa ile mpaka niende 10,000 kweli mimi? Mungu cheki wanavyo hivi, angalia Mungu wanavyonenea mabaya. Cheki ananiambia sijui imekuwa hivi. Huyu anasema hichi. Unashangaa. Lakini kumbe Mungu ameruhusu hayo mazingira, anakuangalia, je, mwanangu Yunisi, katika mazingira haya utaishi, utaweza kuishi? Usipoweza kuishi umefeli. Ukiweza kuishi sema wasoni wanasema jembe langu. Wasema huyu sasa, huyu binti yangu namwamini, huyu kunasema lazima nimpeleke. Kuna wakati tumeshindwa mitihani midogo midogo, ni majaribu, lakini sisi tumeshindwa. Na kuna maeneo tumeshindwa kuvuka kwa sababu Mungu ametujaribu, ametuona tuwezi. Sema ukuu na gharama. Sema ukuu na gharama. Mwambie jirani yako, mtikise, mwambie wewe jirani yangu, ukuu na gharama. Mtikise, mwambie ukuu na gharama. Yaani hauwezi kuwa mkuu kama haujaingia gharama. Na hauwezi kuwa mkuu kabla Mungu hajakujaribu kukuona ile kuamini. Waenza ziviwe. Unajua Mungu hana shida. Mimi nasema kiasi kukubariki Mungu kwake ni kitu kidogo sana. Lakini kuna vitu vingine Mungu anaangalia, huyu mwanangu nikisema nimbariki kwa akili alizokuwa nazo, kwa maamuzi anayoyafanya, huyu nikimbariki hatochukua muda. Huyu nikimbariki anasema akaenda kanisani akasimama akawaambia mabaya watu wote waamini wote kanisani. Anaangalia huyu nikimbariki nitampoteza mwanangu. Unajua kuna wakati mwingine, sikiliza, Mungu anashindwa kukubariki. Mungu anachokitaka kwako hasa ni moyo wako. Mungu hataki akupoteze. Kuna wakati Mungu anafikiria huyu nikimbariki kwa tabia aliyokuwa nayo, uwezo wa akili aliyokuwa nao, maarifa aliyokuwa nayo, nikisema nimbariki mwanangu nitampoteza. Na mimi sitaki mwanangu nimpoteze. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu mtihani ya kujaribu, sio kama anataka kupoteza, anataka kuona mwanangu, je, ninaweza kukuamini zaidi nikupe kikubwa zaidi alivyokupa? Kama ni mgumu kusamehe, hauna sifa ya kuwa kiongozi. Unapokosa roho ya kusamehe, umefeli sifa ya kuwa kiongozi. Umefeli kuongoza watu. Umefeli kuaminiwa na Mungu. Mungu hawezi kumwamini mtu ambaye anashindwa kusamehe wale mkosea. Kwa sababu anajua kuna eneo akikupandisha, kuna eneo Mungu akikubariki, kuna wengine watakuwa na hasira kwa sababu wamebarikiwa. Unajua hicho kitu kipo. Yaani kuna mwingine kwa sababu umebarikiwa tu mtu anakuwa na hasira. Yaani ana hasira tu, ikiona tu anakasirika. Yaani kwa sababu umebarikiwa mtu ataamua kuzushie mambo ya uongo. Yaani mtu anaweza kaamua atengeneze vijikundi group. Usiangae mtu kuanza kuunda magrupu ya WhatsApp ili akuchafue. Kwa sababu tumebarikiwa. Kwa hiyo Mungu lazima aone uwezo wako wewe wa kuweza kusimama katika mazingira haya. Na maana Mungu ameita hili somo, kuna eneo Mungu anataka kupeleke. Kwa hiyo Mungu anakuandaa. Yaani ukiweza kuwa na moyo wa kusamehe watu wanapokukosea, haijalishi wamekukosea mara ngapi, wewe sio wa kawaida. Na nakupa muda mchache sana, utamwona Mungu akikubariki zaidi na zaidi. Unasikia? Umenisikia? Yaani kamata hili. Yaani ukiweza huyu ametahiri ukamsamehe, unapita. Mwingine kaita kitu kizito, Bwana Yesu asante, mimi nishamsamehe basi. Unasonga mbele. Bado unashangaa Mungu amekupeleka, amekuvusha, amekupeleka kule. Tuenda pointi ya mwisho kabla tujaomba. Una amani? Una amani? Amen. Nisomee Ayubu 42:10. Tumalizie kipengele, tuanze kuomba. Nisomee Ayubu 42:10. Inasemaje? Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Nataka nikupe story kifupi hii ya Ayubu. Ukipata muda wako kasome Ayubu sura ile ya 15. Utasoma Ayubu sura ya 15, utasoma Ayubu sura ya 22, utasoma Ayubu sura ya 42, utasoma Ayubu sura ya kwanza. Unakumbuka? Nimesema utasoma Ayubu sura ya 15, si ndio? Ninakwambia utasoma Ayubu sura ya ngapi? Ya 22. 22, si ndio? Utasoma Ayubu sura ngapi? 42. Alafu utasoma Ayubu sura ngapi? Sura ya kwanza. Sasa hii ni story ya Ayubu. Ayubu alikuwa ambaye mtu anampendeza mno Mungu. Alikuwa ni mcha Mungu.
Kuna wakati Mungu aliamua kuruhusu shetani akamjaribu. Sasa Elifazi alikuwa na wenzake, walikuwa ni marafiki zake Ayubu. Walipoona Ayubu anapitia kipindi kigumu, wakajaribu kufikiria, hivi kweli Mungu anaweza akawa yupo hivi kweli amtese mtu kweli pasipo kufanya dhambi? Kwa hiyo ukisoma kitabu cha sura ya 15 Ayubu, utaona kabisa Elifazi anaanza kumwambia Ayubu, wewe Ayubu, hayo uliyofanya ni kwa sababu ya uovu wako. Dhambi zako ni kwa sababu ya uovu wako. Haya mabaya yanakuja ni kwa sababu ya uovu wako. Lakini ukisoma Ayubu sura ya 42, utaona hicho kitendo Mungu kimemkasirisha. Akanamwambia Elifazi, wewe Elifazi, unavyonifikiria wewe sio sawa na Ayubu anavyonifikiria. Wewe unafikiri kwamba mimi Ayubu kanifanyia dhambi, lakini hapana, si hivyo tu. Nafanya kwa ajili ya utukufu wangu. Alafu Mungu akamwambia Elifazi, nenda kwa Ayubu, peleka sadaka za kuteketezwa. Akaenda Elifazi kwa Ayubu. Ayubu akamwombea. Maandiko yanasema Ayubu alipomwombea Elifazi, yule ambaye alimhukumu Ayubu kwamba Ayubu ni mkosefu, kumbe sio mkosefu, alipomwombea, maandiko yanasema ndipo Mungu akandoa uteka wa Ayubu. Kwa hiyo Mungu akabadilisha historia ya Ayubu pale Ayubu alipowaombea wale waliomkwaza. Hivi unaelewa vizuri? Kuna wakati Mungu anaweza akabadilisha historia yako pale unaposamehe mtu aliyekukosea. Yaani ukusamehe tu basi Mungu anabadilisha historia yako. Unajua Mungu hana formula. Umenielewa? Mungu hana yani unaweza kadhani ili Mungu afanye hichi kitu mpaka kuna vitu vingine Mungu atafanya ukisamehe tu Mungu anafanya. Kwa hiyo kuanzia wakati ule Mungu alibadilisha uteka wa Ayubu. Maandiko yanasema Mungu alimbariki zaidi. Kuna wakati adui yako muombee tu basi. Ni ngumu sana. Anasema lakini si kuna eneo nataka uvuke, kuna eneo nataka uende. Kuna wakati adui yako muombee tu. Muombee. Yaani mwanamke hivi ana calculate na fikiria kichwani, hichi kitu mchungaji mbona kama kigumu. Kabisa ninakaa naanza kumwombea adui yangu, yule mtu ambaye kanenea mabaya, yule mtu ambaye kanifanya kila kaniumiza. Hapo Bwana Yesu naomba umbariki. Mungu kutana maisha yake. Mungu mfungulie njia. Mungu unajua huyu adui yangu bado hajapata kazi. Mungu mpe kazi. Akapate madola na madola, maisha yake badilike. Kwa Mungu, kwa wanadamu haiwezekani, ila kwa Mungu inawezekana. Na kama unatembea na pendo la Mungu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuomba. Mwambie jirani yako tunakwenda kuomba. Wangapi wanaelewa? Yaani kiasi kwamba hata ukienda nyumbani unaweza ukamhadisia uliofundishwa leo darasani na mchungaji. Sasa next time jitahidi ukija kanisa ibadani uje na notebook, uje na peni. Maana yake nini? Kabla ya yaani ukitoka tu Jumapili ukirudi nyumbani wiki nzima unakuwa unatafakari yale ambayo Mungu anapoachilia somo siku ya Jumapili, maana yake anakupa chakula cha kutembea nacho wiki nzima. Wangapi wanakwenda kusamehe waliokosea? Na usitaki kuniambia kwamba wewe ni mtakatifu, hakuna mtu aliyekosea. Naomba tusimame. Shalabades brandesh ketelando staparando shetela bahanda itala bakutia mashpirandes bekarando shtali hadeba santala gadeba shanda zepere boshila bahanda. Nadhani tumesikia neno. Mungu amesema na sio mimi ndani, ila ni Roho amesema na kanisa. Wakati huu tutakwenda kuimba nyimbo kwa kifupi sana. Natamani uende mbele za Mungu wewe kama wewe. Na naomba Roho Mtakatifu apite achunguze moyo wako. Inawezekana kuna eneo kuna mtu alikufanyia kitu kizito. Alikukosea. Alifanya kitu kaishiwa amani kabisa. Mwambie Mungu ninamwachilia. Mwambie Mungu ninamsamehe. Mwambie Mungu leo nataka nianze upya na wewe.